Nilipelekwa wapi? Bahasha ya chini, mikwa juu ya damu, maneno ya siri. Uliandika tamaa, jina lako dogo, ukafunga kwa mate, ukaficha mfukoni. Bahasha ya chini, uliomba ikujaze nuru. Asante. Samahani. Samahani. Masudi nawe. Mimi natoka kidogo tu narudi. Kwani wasiwasi wako nini? Wasiwasi wangu uko unakoenda sijui unaenda kufanyaje. Unaona wewe? Sasa hii. Bwana usiogope. Mimi kuna kitu tunaenda kuchukua mara moja tunarudi. Kweli? Unajua sije kupanga. Sasa basi mimi naomba kitu kimoja. Utavyorudi ukiingia chumbani kwako usifunge. Buju buju. Haya. Haya wai. Mgongo tu yani mimi nikiuonaga mgongo wake tu ndo mimi. Chali. Yaani unajua huyu ana vitu vyangu. Mimi ndio mwanamke akiwaga na vinywe akivigusa gusa hivi kwenye kichwa changu hichi. Basi unaona kama mwili unachachua kama nakunywa nini Coca-Cola. Upo muda mrefu hapa? Niko kwa muda mrefu. Kuna ndugu yetu ametupigia simu na kutuambia tutakutana naye hapa. Sasa hatumuoni. Wasiwasi wetu si kama tumechelewa kufika. Je, ulitonea kijana yote hapa? Hapana. Nipo kwa muda mrefu hapa na hakuna mwingine aliyokuja zaidi yangu. Asante. Usijali. Nilikwambia kasafiri kwa sababu kanipigia simu mwenye na kanakishia hilo. Mimi nitakushangaa. Yenyewe sasa nimeshachoka. Unanisumbua sana. Sana. Wewe unipigia simu kwa ile cha ajabu, anipigia simu kwa yupo. Nilipotea gizani, nikafuata sauti za upepo, zikanipeleka mbali, karibu na makutano ya moto. Unanipigia nini sasa? Mbona unanipiga tu bila sababu? Nina uwezo kupiga zaidi ya mara 2. Hivi, ni chakula gani umepika mwanamke? Umepika nini wewe? Yaani mimi nahangaika kutwa kwa ajili ya kutafuta, sawa? Nikija mundani ni chakula kizuri. Sasa unafanya ujinga gani? Siachie hela mundani. Mundani siachie hela kuuliza wewe. Ni nini umefanya hiki? Hela yenyewe uliacha shilingi 5,000. Na unajua kabisa saa hizi maisha yalivyo magumu. 5,000 hiyo nile mchana. Nikupikie we usiku mume wangu. Na unajua kabisa hali ya maisha saa hizi ilivyo ngumu. 5,000 hiyo inatosha nini mume wangu? Kelele wewe. Huyu ni 5,000 ndogo. Yaani kuna wenzako 5,000 na itafuta tochi. Yaani hata 2,000 kwa cheo achiwi. Wewe unakocha hela leo 5,000 unaona ndugu wako. Hivi una kitimamu wewe? Nisikilize mwanamke wewe. Kama ndoa imekushinda niambie. Nikupe talaka zako zote. Baba yako, shangazi yako, wote unape talaka. Yaani sikule tena nyumbani kwangu. Umeelewa wewe? Jinga mmoja wewe. Hiyo mwanzo na mwisho. Umeelewa? Ndio mwenyewe.
Sasa mume wangu, wewe kama unaona 5,000 ni nyingi, basi chukua wewe uende sokoni ukanunue vitu uje upike. Unazungumza nini wewe? Unaongea nini wewe? Wangu 5,000 haitoshi. Unanionea tu bure kunipiga. Naondoka mimi hapa. Nitaporudi hapa nikutita yale chakula kimewekwa na kizuri ambacho mimi kila nitarizika. Na sio ujinga unaelekea hapo. Umeelewa wewe? Nilipotea gizani nikafuata sauti za upepo, zikanipeleka mbali karibu na makutano. Nyota, maneno ya Kiarabu, hii imekaaje? Ishirini na tano ina maana gani? Na hizi nyota hapana, hii sio hali ya kawaida. Hiki ni nini? Mungu wangu, Mungu naomba nisaidie mimi. Nyota, maneno ya Kiarabu, hii imekaaje? Hapana. Na kwa nini mimi? Naomba nisikilize Sedo. Nimefungua bahasha. Nimefungua bahasha. Inaandikia namba 25. Alafu ina ishara ya nyota. Imechorwa nyota kaka. Nyota nyekundu. Nyota nyekundu. Nakuja. Siwezi kutembea nayo. Kaka naogopa. Ni vile tu ni ndani kwangu. Ila niko na hofu kubwa sana kaka. Sijui nifanye nini. Sawa. Bahasha ya jini inaita roho, majonzi yananing'inia shingoni, hofu ya choma kuliko moto. Ewe Mola nisaidie leo. Bahasha ya jini, macho hayalali, maneno yake yanazunguka kichwani, nashika tasbihi, nafsi inatetemeka. Ewe Mola niondole hila zao. Nilipotea gizani nikafuata sauti za upepo, zikanipeleka mbali karibu na makutano ya moto. Lakini Kumbe ule ukachelewa sana chooni. Au yupo ndo huyo mpumbavu mwenzio anafanya ujinga wao. Maana wachelewa rudi yao kupelekea na sabuni. Hivi mda wote ulikuwa wapi? Jamani, kwani wewe unafikiria huko mimi nilikuwa nafanya nini? Alafu kumbuka sisi choo chetu ujue 2 in 1.
Kiukweli mimi nilienda kwa ajili ya kuoga. Lakini nilipofika nilivyoliona tu lile la Samsung lile la kuzunguka zunguka lile. Kuna kitu kikanikamata ambacho ni tofauti. Nikasema sasa nikirudi nacho huku ndani nitakuja kukukera kwa sababu unanijuaga. Nikasema ngoja niache huko, sawa? Nikija huku niwe weupe, tumbo jeupe kabisa. Wewe usinijibu mimi unavyotaka. Uko chooni muda wote ulikuwa unafanya nini? Wewe. Si chupi. Hiyo sio chupi, hiyo bolokoni. Nilikuwa nayo huko na nyonya. Wewe. Basi nirudishie chupi yangu bwana. Wewe, white hiyo. Sio uidondoshe huko kwenye hiyo michanga hiyo. Wewe. Nyeupe. Ndia hichi kimetoa wapi? Jamani. Sasa swali gani unaloniuliza wewe kwamba hii nimetoa wapi wakati hii chupi ni ya kwako, nimeitoa ndani? Au wewe unataka kujizima data? Hebu jiangalie hapa katikati. Wewe ukivaa chupi zako katikati una kasoro gani? Maguru. Kanijuaje? Emwani muulize. Usiongee. Unachotaka ukisema nimeshakijua. Kabla ya yote, naomba unilambe huu uchafu uliokuwa kwenye macho yangu. Mimi? Hii inawezekanaje? Yaani mimi kulamba uchafu katika macho yako? Hapana. Hili haliwezekani. Ni bwana nikachukue maji nije kukunawisha. Lakini sio mimi nilambe mauchafu. Hapo leo unajiuliza chupi ya nani? Hii chupi ya kwako. Mimi nilikuwa sina nguo ya kuvaa huko ndani na nikaona bora niivae. Kwa sababu cha kwako wewe ndio cha kwangu mimi. Cha kwangu mimi cha kwako wewe. Na ndio maana hata wewe ukichukua zile boxer zangu mimi siongei chochote. Wewe hujachukua ile boxer yangu ile mpaka sasa hivi hapa kwenye pachupachu hapa imechanika. Mimi mbona sija kusema lolote? Sitaki. Kwanza. Yaani wewe mwanaume umenishinda tabia. Yaani mwanaume uko na tabia mbovu, kila tabia uwe nayo wewe tu. Wewe tumeanza lini kuvalia na chupi wewe? Yaani hata jamii ile tuzunguka kweli inasikia saizi tunagombania chupi. Yaani mimi nahisi kabisa wewe hujatimia. Wewe utakuwa sio riski kidogo. Sio riziki? Wewe, mimi mwanaume nimekamilika. Sawa? Na ndio maana hata humu ndani unapiga kelele. Uliili humu ndani wewe. Uliili humu ndani humu. Paka yule mpangaji wetu yule anakujaga kuniambia, "Ba mwenye nyumba, punguzeni makelele." Mimi ndo napigaga kelele. Si ndio wewe? Wewe. Tena ukome kabisa kuniambia mimi maswala kukamilika. Leo siku ya pili ninakukatazaga hilo neno lako hilo. Alafu kuhusu wao majirani wakisikia, aliyetaka nani? Huu ugomvi utakiwa uwepo uko ndani. Wanawake wenzako waliofundwa hawagombani hivyo vitu nje. Ungenifuata ndani, unanifuata unani. Tena ungeichukua hiyo na maji yake alafu kanipiga mgongoni. Mimi ninashtuka na simka unasema, "Hiki kinini?" Lakini wewe unakuja unaongea vitu vya kipuzi, vitu vya kijinga, vitu vya kufanyaje sijui. Sitaki mimi kuingiliana kwenye masuala ya kuvalia na nguo. Ya kwangu hiyo ya mke wangu na nitaivaa. Muone kwanza. Yaani ni aibu. Na ni mzali hii chupi umetia kende lako mimi sitoivaa.
Na zilipokuwa zimetulia nilivovaa, siachi ng'o. Alione hata haya. Huu ni kwa usalama wako. Kwa sababu tarehe 25 utakufa. Tarehe 25? Utakufa. Wewe haya yote umeyajuaje? Mbona hakuna yeyote anayelijua hili? Na kwa nini tarehe 25 nife? Niweke sawa hapo. Fanya haraka uyarambe macho yangu ili uweze kunusuru uhai wako. Hapana. Kulamba siwezi. Acha nene nikachukue maji. Ije nikunawishe. Tasbihi nafsi natetemeka, ewe Mola niondole hila zao. Sauti nyembamba ikacheka mbali, kivuli kikipita ukutani, sakala wino likigeuka damu, dua mdomoni ikajifungua yenyewe. Nikasoma udhubika kwa haraka, mwanga ukafifia, moyo ukapiga mbio, majina ya makaburi yakalia karatasi, lakini jina lako likaziba masikio yangu. Bahasha ya jini inaita roho, majonzi yananing'inia shingoni, hofu ya choma kuliko moto. Ewe Mola nisaidie leo. Bahasha ya jini, macho hayalali, maneno yake yanazunguka kichwani, buka 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 kichwani.